Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya michezo, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana kwa siku hii ya leo, ambapo unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Simba si kwamba imemaliza usajili wake ndani ya kikosi chake. Inaelezwa kwamba bado mashine mpya zinaendelea kuweza kudondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club katika mwendelezo wa kukitengeneza na kukijenga kikosi cha klabu ya soka ya Simba kwa ajili ya msimu unaokuja, ambapo inaelezwa kwamba utakuwa msimu wa kibabe kabisa, ambapo klabu ya soka ya Simba imeweza kuweka majembe, wachezaji wakubwa kweli kweli, wachezaji wenye hadhi ya kufika kabisa kuchukua makombe ndio wameweza kushushwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba chini ya kocha mkuu Steven Baka, ukiweza kushuhudia harakati za mnyama Simba Sport Club kwenda kuyatafuta makombe na kurudisha ile sifa ambayo aliyokuwa nayo. Sasa klabu ya soka ya Simba leo hii imeweza kuweka bayana juu ya kumtambulisha nyota mkubwa kwenye kikosi chao. Nyota huyu ikumbuke kwamba ni nyota ambaye klabu ya soka ya Simba imekuwa ikiweza kumfukuzia kwa muda kweli kweli, na mashabiki walikuwa wakiweza kupiga kelele kwamba nyota huyo asajiliwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Sasa tajiri Mo Dewji ameweza kuliweka bayana jambo hilo na kuweza kulikamilisha kwa dhati kabisa kwa nia kuweza kuwapa furaha wana Simba. Ni nani huyo ambaye anatua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club na kuweza kuleta furaha kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba? Utakwenda kumjua ametokea wapi, amesaini mkataba miaka mingapi. Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa nyingi lukuki za kimichezo kutoka ndani. Hapa nazungumzia ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Ila kabla tujiendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia ya michezo, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele kwa mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Karibu. Bwana, klabu ya soka ya Simba Sport Club unafahamu ya kwamba kwa sasa wapo katika harakati za kuendea msimu mpya wa mashindano, yani msimu ambao unatarajiwa kwenda kufanya vizuri kwa sababu ya usajili mkubwa ambao umeweza kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Zaidi ya shilingi bilioni 5 inaelezwa kwamba zimetumika kwa ajili ya kuweza kufanyika kwa usajili huu mkubwa kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Lakini kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba licha ya kwamba klabu ya soka ya Simba Sport Club kuna kile ambacho kinachoendelea, ambapo Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club inaelezwa kwamba licha ya kwamba wanaendelea na usajili kwenye kikosi chao, lakini bado kuna mvutano mkubwa, ambapo kumekuwepo na vita ya majibizano kati ya mwenyekiti Murtaza Mangungu pamoja na bodi ya wakurugenzi ya klabu ya soka ya Simba, huku ikielezwa kwamba mwenyekiti alitangaza bodi mpya ya wakurugenzi klabu ya soka ya Simba ikafanya kulikataa lile jambo ambalo limeweza kufanyika, ambapo taarifa mapema kabisa, ambapo mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu amesema yeye ndiye mwenyekiti aliyechaguliwa na wanachama wa klabu hiyo, huku akisisitiza kwamba mabadiliko ndani ya Simba yanapaswa kufanyika kwa kuzingatia matakwa ya kisheria na taratibu za klabu. Akizungumza leo, Mangungu amesema alipokea barua kutoka serikalini, na baada ya kuipokea aliwasilisha taarifa hiyo kwa wajumbe wote wa bodi kupitia kwa mwenyekiti. Mangungu amesema baadaye aliandika barua nyingine akieleza kuwa kutokana na utekelezaji wa maelekezo ya serikali alitarajia kuitisha mkutano mkuu wa dharura Agosti 2. Hata hivyo, kwa mujibu wa maelezo yake, alipokea majibu kwamba tarehe hiyo kulikuwa na mpango wa kufanyika marathon. Murtaza Mangungu baadaye anasema kwamba nikamwandikia tena barua nikamwambia kutokana na utekelezaji wa maelekezo ya serikali nategemea kufanya mkutano Agosti 2. Akanijibu tarehe hiyo kutakuwa
kutakusudia kufanya marathon. Mangungu pia amesisitiza kwa mkutano mkuu wa dharura una utaratibu wake wa kuitishwa, huku akieleza kwa mabadiliko ndani ya klabu yanapaswa kufanywa na wanachama kwa kufuata taratibu zinazotakiwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Huku Murtaza Mangungu amefunguka kuhusu mchakato wa kupitisha majina 7 ya wajumbe waliochaguliwa, akieleza kwa majina hayo yalipatikana baada ya yeye na Mo Dewji kufanya mashauriano. Akizungumza, Mangungu amesema majina 7 yalipitishwa kwa mgawanyo wa majina 4 kutoka kwa Mohamed, huku majina 3 yakitoka kwake. Murtaza Mangungu anasema kwamba wajumbe waliochaguliwa jana, mimi na Mo Dewji tulishauriana na ni busara tu ilitumika, sio katiba. Tukapitisha majina 7, majina 4 kutoka kwa Mohamed, 3 kutoka kwangu. Mangungu pia amezungumzia swala mmoja wa waliopendekezwa ambaye baadaye alikataa, akisema mtu huyo alipendekezwa na Mohamed. Kwa mujibu wa Mangungu, swala la iwapo Mohamed alimshauri au lilikuwa nje ya upande wake, lakini alisisitiza kuwa muhusika alikuwa na nafasi ya kukubali au kukataa pendekezo hilo kabla swala hilo halijafika kwenye vyombo vya habari. Mangungu aliyekataa alipendekezwa na Mohamed, sasa alimshauri akumshauri, hiyo sio kwangu, lakini haikuwa haki ya kusema yeye amehusika kwenye hilo, ambapo Mangungu wapo katika vita nzito ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo kila mmoja anaona kabisa kwamba hii inayokwenda kufanyika kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba ni kama vile tayari wanakwenda mpatia hapa nazungumzia mpinzani wao hapa nazungumzia Yanga taji, kwa sababu kama tu msimu ndio unaanza na tayari wameanza kupelekeshana, wameanza kupeleka moto kwenye kiki ambacho kinachoendelea. Ni wazi kabisa mambo yanaonekana kuwa mazito. Ukiwauliza mashabiki wa Simba ambao kimsingi furaha yao ni ushindi wa ndani ya dakika 90, watakuambia hata aongeze nani, sawa tu, kikubwa tushinde mechi. Wengi wao wako tayari timu hata apewe Abasi Mo Dewji, mtoto wa tajiri, kikubwa tu timu ipate matokeo na ibebe ubingwa watambe mtani. Wanachama waliopiga kura kumchagua Murtaza Mangungu hawafiki 1000, ila mashabiki ambao wanaumia na timu kufanya vibaya ni zaidi ya mashabiki milioni 20. Hapa ningekuwa Mangungu ningekaa pembeni. Kwa nini ningekaa pembeni? Kwa msimu miwili mfululizo Simba wamekosa ubingwa, sio kwa sababu ya Yanga walikuwa bora sana kuliko wao, bali ni kwa sababu ya kutokuwa na mshikamano ndani ya timu kulikopelekea baadhi ya viongozi kuwazunguka wenzao ili timu isishinde, wakapata sifa baadhi ya watu. Ushahidi hupo, unaona bana. Ni ukweli ulio wazi kuwa Murtaza Mangungu na wajumbe wake wameshindwa kuelewana na mwekezaji, kitu kinachowapelekea mwenyekiti wa bodi upande wa mwekezaji kuwa na maamuzi yake na mwenyekiti wa timu upande wa wanachama kukosa sauti. Kwa maslahi mapana ya afya ya mashabiki wa Simba, ningekuwa Mangungu ningechagua kukaa pembeni badala ya kuwa chanzo cha mgogoro na fedheha. Mwenyekiti wa timu anateua wajumbe alafu wateuliwa wanakataa, wanasema wanaijua katiba ya Simba hivyo hawahusiki kwa sababu katiba imevunjwa. Aibu gani kwa mgogoro? Hii inahitajika muujiza wa Simba kutoa ubingwa dhidi ya timu yenye viongozi wenye mshikamano. Kwa hiyo unaweza kushuhudia vita nzito iliyopo. Ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Unadhani hizi sajili zitaweza kufanya kazi kwenye kikosi cha Simba kama wao viongozi wanagombana?